Ni siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho utuanzishia siku yetu ikiwa imebarikiwa tu, maana mtumishi wa Mwenyezi Mungu utubariki na neno, utuombea. Pia uweze na kupokea nyimbo ili zikaweze na kuendelea na kulainisha tu siku yetu. Basi karibu tuendelee na kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastoret, Machakos Sub-Headquarters, nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili ukaweze na kupokea hizo baraka. Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu katika wazo letu la siku ya leo. Ningelipenda tukasome pamoja nawe katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura hiyo ya 3, mstari wa 3 tukafike mstari wa 5. Kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 3 na mstari ule wa 3 tukasome wa 3, wa 4 na wa 5. Neno la Mungu lasema, lakini Bwana ni mwaminifu, atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule muofu. Nasi tunamtumainia Bwana kwa mambo yenu, kwamba mnayafanya tuliyowaagiza, tena kwamba mtayafanya. Bwana awaongezee mioyo yenu, mkapate pendo la Mungu na subira ya Kristo. Wapendwa, neno hili ambalo tumelisoma ni neno ambalo tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo ananena na kanisa hili la Wathesalonike, na ananena nao kuhusu jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa kutoka ndani yao. Ni nini ambacho hasa mtumishi wa Mungu alikuwa ananena? Alikuwa ananena ili waweze kuwa washindi katika maisha yao. Ushindi. Wapendwa, ushindi utapatikana vipi katika maisha yako? Utakuwa mshindi kupitia njia ipi? Ni nini inaweza kutufanya sisi tuwe washindi? Jambo moja wapendwa, ni kufahamu ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Unapotaka uwe na ushindi katika maisha yako, katika kila jambo ambalo unalitenda, wapendwa, kaa na kujua na ufahamu ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Ni Mungu ambaye atakuwezesha ili ukaweze kufaulu katika jambo hilo. Maana tunaona akinena nao akisema ya kwamba, lakini Bwana ni mwaminifu, atakaye wafanya imara. Lakini Mungu ni mwaminifu, atakaye wafanya kuwa imara. Wapendwa, tunapomtumikia Mungu hata katika mambo yako yale ambayo wewe unayoyatenda, watu wengi wanafanya lakini hawajui kana kwamba watafaulu katika maisha yao. Wengine wanafanya lakini wanatashwishi katika mioyo yao. Ningelipenda uondoe roho ya kuwa hauwezi kuamini. Mungu wetu ni mwaminifu, na anasema ya kwamba yeye atakufanya wewe kuwa imara. Licha labda ya changamoto ya maisha yako, kuna watu ambao wako na shida katika maisha yao. Kuna watu labda wewe hukusoma, kuna wengine labda pesa hauna, kuna wengine labda wapendwa hauna hata mavazi yaliyo mema, wengine labda hautambulikani. Lakini jambo moja ningelipenda kukuambia ni kwamba wapendwa, wewe ni zaidi ya mshindi ikiwa utaamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Sio mwaminifu tu kwa wale ambao wana mamlaka, sio mwaminifu tu kwa wale ambao wana majina makubwa, sio mwaminifu tu kwa wale ambao wako na pesa
katika mifuko yao. Sio mwaminifu tu wapendwa kwa wale ambao wako na majina ya heshima. Yeye ni mwaminifu na atawapa ushindi wote wanaomwamini ya kwamba yeye ni mwaminifu. Wapendwa, jambo lile lingine ni lazima ujue ya kwamba ni wewe Mungu alikuumba, sio kana kwamba uwe mtu wa kushindwa. Lakini yeye anasema ya kwamba katika Zaburi 38 anasema ya kwamba yeye ametuumba katika maumbile yake, na tena wewe ni mtu ambaye umeumbika vyema sana. Kwa hivyo mpendwa, unaweza kushinda, unaweza kufaulu katika hilo jambo ambalo unalifanya, katika hayo matarajio ulio nayo. Wapendwa, usije ukashindwa ukiona kana kwamba hautafaulu, usije ukaona ya kwamba hautashinda. Hata kama ni masomo, hata kama wewe ni mzee, anza kusoma, maana Mungu atakupa ushindi. Kama ni kulima, anza kulima, maana utashinda. Hata kama ni biashara, anza ukijua ya kwamba Mungu atakupa ushindi, maana yeye anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu. Jambo lile lingine anasema ya kwamba atatulinda katika hayo mambo tunayoyataka kuyafanya. Mungu anasema ya kwamba atatulinda. Na kama Mungu atatulinda, wapendwa, mbona usifaulu? Mbona usiwe mshindi? Kama kuna yule ambaye atakuzingira, kama kuna yule ambaye atasimama pamoja nawe, akaweze kudedenda pamoja nawe, mbona unaona ya kwamba hauwezi kushinda? Mbona unaona ya kwamba hauwezi kufaulu? Mbona unaona ya kwamba hautayaweza? Wapendwa, tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Tunayaweza yote katika yeye aliye mwaminifu. Tunaweza yote katika yeye anayetulinda usiku na mchana. Mbona unaona ya kwamba hauwezi? Mbona unaona ya kwamba sasa hauwezi kuendelea? Mbona unaona ya kwamba hili jambo unataka kumuhusisha fulani? Mbona huwezi kuendelea? Wapendwa, kuna watu ambao walizaliwa wakiwa na shida nyingi sana, lakini kwa ajili ya kuamini ya kwamba watashinda katika maisha yao, wameshinda. Na siku ya leo ni watu ambao tunasoma neno la Mungu, tunaona ya kwamba Mungu aliwawezesha. Mama mmoja ambaye aliitwa Helen White ni mama ambaye Mungu alimwezesha hata akaanza huduma na akaweza kushinda, hata licha ya kuwa yeye hakuwa msomi, hata licha ya kuwa yeye hadi kama alikuwa maskini, lakini Mungu alimwezesha. Hata nawe atakuwezesha, hata nawe atakutendea mema. Kuna mama mwingine tunayemsoma, mama ambaye alikuwa anaitwa Ada. Yeye alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni mchane, lakini akaamua ya kwamba atasimamisha jamii yake, na akaisimamisha. Ni kwa sababu yeye alijua ushindi utoka kwa Mungu, na Mungu huwapa walio wake hata kuwa washindi. Wapendwa, unaweza. Hata wewe kijana unaweza. Hata wewe mzee ambaye mara nyingi umeshindwa kwa wakati huu, jaribu mara tena na umtegemee Mungu. Uamini yeye ni mwaminifu. Uamini ya kwamba atakulinda. Uamini ya kwamba atakutia nguvu na yeye atakutendea. Na pia anasema ya kwamba nasi tunamtumainia Bwana kwa mambo yenu, kwamba mtayafanya tuliyowaagiza, na tena mtayafanya. Anasema na tena mtayafanya. Wapendwa, na tena utafanya. Mpendwa, na tena utafaulu. Na mwisho anasema ya kwamba atatuongezea na mioyo ya kutenda hayo Mungu ameanzisha ndani yetu. Ni nini kitakushinda Mungu akiwa pamoja nawe? Ni nini ambacho chaweza kuwa shida kwako Mungu akiwa upande wako? Tumtazamie Mungu, tumtazame yeye peke yake, na bila shaka tutakuwa washindi katika maisha yetu, tutakuwa washindi katika jamii zetu, tutakuwa washindi katika ministry ambayo Mungu ametupa, maana yeye ni mwaminifu. Mungu akutie nguvu na Mungu akutendee wema.
Mfalme, tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako, neno ambalo unanena nasi kana kwamba tujitie nguvu, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Tuendelee, maana yeye atatulinda. Tuendelee, maana yeye atasimama pamoja nasi. Naombea huyo mpendwa ambaye labda yeye alikuwa naona hawezi. Mpe ufahamu ya kwamba anayaweza yote katika yeye anayemwezesha. Tubariki na tuinue, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Bwana ni mwaminifu na atakulinda. Hapa tumeweza na kuhimizwa asubuhi ya leo kujua kwamba tunafaa kuendelea na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hali zozote zile. Maana Mungu kwetu tumejua kwamba ni mwaminifu, wala atutupi katika nyakati za shida. Wakati wa shida, wakati wa majaribu, wakati wa changamoto, anatembea pamoja nasi. Yuko karibu sana nasi. Bwana Mungu hatuachi kamwe, na anatushughulikia. Mungu tumejua kwamba Mungu pia huweza na kutulinda. Tuendelee kuwa na imani na tusikate tamaa. Mungu hutulinda. Hata kama mambo yamekuwa namna gani, hata kama ulimwengu umeweza na kungeukia kukawa namna gani, Mwenyezi Mungu anakulinda. Mwenyezi Mungu anatembea pamoja nawe. Mwenyezi Mungu hawezi akakuachilia, yuko pamoja nawe. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu mwaminifu. Alilolitamka, alilosema juu yako, juu yangu, hakika lazima ataweza na kulitekeleza. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mwaminifu kwetu. Kwa sababu yeye yuwatupenda. Kwa sababu yeye yuwatujali. Kwa sababu yeye ni baba yetu. Hawezi akakuachilia. Hivyo basi, wakati ambapo unafikiwa na mashida mengine, unafikiwa na majaribu mengine, unaanza kusema kwamba ni kama Mungu amekusahau, ni kama Mungu amekutupilia mbali. Hilo haliwezekani. Hawezi kukuachilia. Yuko pamoja nawe, anatembea pamoja nawe unyu kwa unyu. Hawezi akakuachilia. Usikate tamaa. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Kwa ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo, ninawatakia ibada njema. Bye bye.